haukubaliki. Nini tathmini kwamba unakaa na hiki mwaka mzima alafu unahitaji umeme hapa? Unahitaji inahabika mtengenezi kwa nini? Kwa nini? Tutahitaji maelezo kwa nini, na tutachukua hatua kwa mzembe yeyote aliyefanya uzembe hapa, bila watumuni maneno. Kama tutakuhitaji kuhoji, tutakuhoji. Sasa tutachagua sisi tukuhojie ukiwa wapi, utachagua wewe. Sasa unanielewa? Umefanya uzembe, lazima uwajibike kwa uzembe wako. Unaelewana? Lazima tujirekebishe, watumishi wa umma. Lazima tujirekebishe, tufanye kazi kwa weledi na kwa huruma na kwa upendo. Tumeona kuna malalamiko na tumeshuhudia kifo cha mama na mtoto mjamzito kituo cha afya Karema. Tumeona kwa haraka kuna uzembe mkubwa katika utendaji wa kazi. Uzembe namba moja ni kuwa na generator ambayo imenunuliwa na serikali halafu haifungwi na kutumika. Tumeelekeza na tunaelekeza ndani ya siku 3 mashine ile ifungwe na ianze kufanya kazi, kwa sababu kila kitu kipo, lakini tunakosa commitment, tunakosa utashi. Haiwezi kukaa mwaka mzima haifanyi kazi huku wananchi wanaumia. Mheshimiwa Rais anataka kuona huduma bora kwa wananchi. Uzembe wetu usiwe sehemu ya kuumiza wananchi. Wananchi wanaumia na kuichukia serikali kwa sababu ya uzembe wa mtu mmoja ama watu wawili. Kwa hiyo katika hilo nataka kaimu mkurugenzi ulioko hapa akamwambia na mkurugenzi aliyekutuma kazi, kuanzia leo tumesema mnaanza kufanya kazi ya generator. Siku 3 zikiisha halijafungwa, tutachukua hatua kali zaidi. Nenda katazamie hospitali ya wilaya ya Tanganyika, katazame kwenye ofisi ya mkurugenzi, tumeweka generator kwenye majengo ambayo ni sio ya gharama kubwa, lakini sasa pale tumetoa milioni 9 zimeisha, kazi haijaisha, mkaanze kufanya kazi leo. Kwa nini tunahimiza haya? Kifo cha yule mama tumeona katika hatua za awali. Moja, alikosa oksijeni, ni uzembe ambao uko ndani ya uwezo wa watendaji wetu katika serikali. Lakini ambulance kukosa mafuta ni jambo ambalo halikubaliki. Hata tumesikia maoni ya wataalamu kwamba wanapokuwa wamepata wenyewe wamefanya makosa, tunapata mafuta ya kwenda kuwakagua kwa haraka, lakini wanapokuwa wanahitaji mafuta ya ambulance, halmashauri yote inakuwa ina mafuta. Huu ni uzembe na haikubaliki. Tusiposikia hatua mmechukua, tutashauri mamlaka zichukue hatua kwenu ambao mnadhamana kuchukua hatua, lakini pia mchukui. Katika hili tuelewane kwamba tuko serious, hatuko tayari kuona vifo vya mama mjamzito na mtoto walioko tumbani vinaendelea kutokea kwa sababu ya mambo ambayo yako ndani ya uwezo wetu. Kwa hiyo ninarudia tena, generator likafungwe na generator bovu iloko pale likatengenezwe na mafuta ya generator yasikosekane. Ambulance isilale, lazima iwe na mafuta. Kama sio ya kituo cha afya, basi ni ya ofisi ya mkurugenzi. Kama sio, basi njoni hata kwenye ofisi ya mkuu ila mtapata mafuta. Tusisikie kwamba ambulance imeshindwa kutembea kwa sababu ya mafuta. Na tunawataka mainchaji wote ambako ambulance inakwenda, kama hazina mafuta, wakishindwa kumpata mkurugenzi, wanipate mimi mkuu ila watapata mafuta. Tunaelewana? Kwa hiyo akafanyiwe kazi. Tunategemea kufika Jumatano tupate hatua ambazo mmechukua, mtu notify kwamba fulani na fulani ni wazembe, tumechukua hatua hizi hapa. Tuzione. Sawa? Liwe fundisho kwa wengine. Na niwaombe sana mainchaji yote wa vituo vya afya vyetu vyote wasimame katika zamu zao. Wasimamie utu katika kazi, wasimamie maslahi ya wananchi, wasiangalie maslahi ya kwao binafsi. Tunawapongeza kwa kazi nzuri, lakini tunalizika sana tunapoona kwamba kuna kazi imefanyika lakini sasa tumeshindwa kwa sababu ya nje ya uwezo wetu. Lakini haya yote ya mafuta, ya generator, kufunga, ya umeme yako ndani ya uwezo wetu, na sitataka kusikia tena kwamba sehemu fulani tuna generator haina mafuta ama si imekuwa kwaje imeharibika. Ikiharibika itaanza mara moja. Asanteni na Mungu ajalie.